Mambo vipi mpenzi mtazamaji wa D&A TV? Hapa niko na mwimbaji wa gospel na leo ni siku ya Christmas. Kwa Wakristo tunasherehekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Lakini tulionaye hapa mbele yetu mwimbaji wa gospel. Huyu yeye anaimba gospel lakini anatokea Zanzibar. Hii ni kwa mara ya kwanza kuweza kupata mwimbaji wa gospel ambaye anatokea Zanzibar. Tunaelewa Zanzibar ni watu gani. Karibu mwanzo mpaka mwisho, na usisahau kusubscribe, comment na kushare kwenye channel yetu ya D&A TV. Mambo vipi? Safi ndugu yangu. Kwanza kabisa watazamaji wangependa kufahamu majina yako. Majina yangu naitwa Peter the Teacher. Peter the Teacher. Yes. Peter the Teacher, ili ukisema natokea Zanzibar jina langu Peter the Teacher kidogo inashangaza. We ni mzawa kabisa wa Zanzibar? Hapana, mimi ni mzaliwa wa huku. Lakini kwa sababu ya mihangaiko ya hapa na pale nikajikuta nimefika katika kisiwa cha Zanzibar. Okay. Sasa umeshaimba nyimbo ngapi mpaka sasa? Kwa sasa hivi nina nyimbo zaidi ya 8. Lakini nyimbo ambayo nimesha release sasa hivi ni nyimbo 2. Umeshatoa nyimbo 2 ambazo ziko kwa mtandaoni. Okay. Kwa Zanzibar unasali kanisa gani au unafanya huduma kwenye kanisa lipi? Mimi nasali KKKT. Lakini nakuwa na hudumu kwenye makanisa mengi tofauti kulingana na ambavyo watu wanahitaji pia huduma yangu isikike kwao. Okay, vipi sasa mwamko wa Kristo kutoka Zanzibar wanaoweza kuja kwenye makanisa kusikiliza nyimbo zako ukoje? Mwamko naweza kusema ni kanisa ni mkubwa kwa sehemu, lakini kiuhalisia ukiangalia katika umbo la nje bado ni mdogo, kwa sababu bado pana itikadi fulani ambazo nafikiri kila mtu anafahamu namna ambavyo tamaduni zilizoko Zanzibar na ambazo ziko huku, na namna ambavyo watumishi wengi au waimbaji wengi wanapambana sana katika kuhakikisha kwamba wanafikisha lile kusudi la Mungu ambalo lilikusudia kwa watu wake. Kwa kidogo kuna vitu ambavyo vinakuwa havijakaa sawa sawa sana kwa kisiwa cha Zanzibar. Okay. Kwa huku bara, huku Tanzania bara huwa kuna matamasha mbalimbali ya muziki ambayo huwa wanafanya watu wa Injili. Matamasha ya Injili yanafanyika kwa huku bara. Vipi kwa Zanzibar, yamekuwa yakifanyika? Kwa Zanzibar imekuwa ni ngumu kwa sababu hata inapotokea masuala ya matamasha ya namna hiyo huwa inakuwa ni aghalabu sana kufanyika nje. Huwa yanaruhusiwa kufanyika ndani, na kama akifanyika nje basi anakuwa na limitation kubwa ya muda. Kwa hiyo hawatupi uwanja mkubwa sana wa kuweza kufanya kile kitu ambacho kimekusudiwa sasa, kwa sababu tunafanya vile vitu kwa amani kwa ajili ya kuhamasisha watu wengine. Lakini limitation zinakuwa kubwa kiasi kwamba unakosa uhuru wa kufanya kile kitu. Na kwa huku Dar es Salaam sasa huwa unafanya huduma yako kwenye kanisa lipi? Kwa Dar es Salaam sasa hivi mimi ndo kwanza nimekuja, huwa nakuja na kurudi kulingana vile ambavyo labda napata mwaliko sehemu. Lakini kwa sasa hivi nimeamua kuja rasmi kwa ajili ya kuhakikisha ule moto mdogo unaosikika uweze kulipuka kwa kiasi kikubwa katika jiji la Dar es Salaam hili. Okay. Na umesema mpaka sasa umeshatoa kazi 2 ambazo ziko mtandaoni. Kazi unaweza kuwatajia watazamaji sasa hizo, kuwatajia majina ya watazamaji na sehemu ipi wanaweza kuzipata hizo nyimbo? Nyimbo zangu mpaka sasa hivi nimeachia nyimbo 2. Nyimbo moja inaitwa Najinenea. Lakini nyimbo ya pili inaitwa Shukrani. Na hizo nyimbo unazipata katika digital platform zangu zote. Ukiandika Peter the Teacher basi zinakuja zile nyimbo na unaziona. Na ni kwa nini umeamua kuimba wimbo Najinenea? Unajua maisha ya watu wengi sasa hivi yamekuwa na vitu vingi ambavyo sometimes mtu anaweza kulingana na ugumu wa maisha anaweza kujitamkia vitu vya hovyo. Sasa nimejaribu kutengeneza ujumbe ambao utasababisha watu wengine watambue kwamba kumbe kwenye nguvu ya kutamka kuna kitu huwa kinaumbika. Na tunafahamu katika uumbaji wa Mungu pia alitumia neno kuumba. Alipotamka hiwe hivi na ikawa. Kwa hata wewe leo hii ukijitamkia kwamba mimi bwana siwezi kufanikiwa jambo fulani, basi automatically kwa sababu nguvu za adui nazo zipo, huwa zinachukua ile neno zinatengeneza ndani, mwisho wa siku umbo la nje linapokea kwamba bwana huwezi kufanikiwa, na kweli hautofanikiwa. Kwa hiyo nimejaribu kutengeneza nyimbo ambayo inasema najinenea ili kuweza kuamsha
watu watambue kwamba kuna umuhimu wa kujitamkia mambo yaliyo mazuri ili baadaye yaweze kutokea katika maisha yao. Na tunakumbuka tulipokuwa wadogo, kuna baadhi ya mama walipenda kumuita mtoto wembo, wewe mjinga wewe. Kwa hiyo tuseme yale maneno ambayo mama anaweza akatamka kwa mtoto anaweza kuishi na mtoto. Unajua kiuhalisia kwa mtu mwenye hekima na ufahamu wa juu huwezi kumtamka mwanao mbwa. Kwa sababu ukimtamka mbwa, ni nani aliyemzaa yule mtoto? Na vipi kwa wale ambao wanaita sasa mwanae anamuita mateso, anamuita shida au sikudhani ni lugha ya majuto. Vipi haya maneno au majina anayopewa yanaweza akaumba mtu akaishi katika uhalisia huo? Niseme hivi, kiuhalisia wewe fanya research, utagundua mtu anaitwa sikudhani maisha yake yakoje, au sikujua maisha yake huwa yakoje, au mateso huwa mtu maisha yake huwa yakoje. Automatically lile jina linavaa uhusika halisi wa mtu na matokeo huwa yanatokea vile vile jinsi alivyo. Na hata kama ikitokea let's say mtu mateso akaja akawa kwenye mahusiano ya ndoa, maisha yake huwa yanaapia kulingana na jina lake jinsi lilivyo. Kwa tumeamliwa ukiwa na mtoto mtamkie majina yaliyo mazuri kwa baraka zaidi za Mungu juu yake. Sasa ndani ya wimbo ulioutoa wa kujinenea yaliyo mema, umetoa labda namna ya ujumbe ambao kwa yule mtu aidha yale majina aliitwa na mzazi wake afanye nini ili kuweza kukomboka kutoka katika hilo eneo. Najinenea ujumbe mkubwa ambao mimi nimetamka mule kwamba let's say unataka uwe na maisha mazuri, si ndio? Lazima ujinenee vitu vizuri, lakini katika kujinenea vile vile lazima uwe na kitu ambacho unachokifanya kitakachosababisha yale matokeo mazuri yatokee kwako. Uwezi kujitamkia kwamba mimi najinenea labda maisha yangu yawe mazuri halafu huko tu ufanye kazi yoyote, umetulia tu, wewe ni mtu wa kukaa sehemu na kutulia na kutokujihusisha na vitu vingine. Matokeo yake vile vitu hawezi kutokea, kwa sababu hata Mungu ili ashushe baraka zake kwako lazima uwe na chanzo cha yeye kumsababisha yeye apitishie baraka zake. Kwa hata kama ukiwa mfanya biashara, manake ukiwa unajinenea mema, Mungu atasababisha watu mbalimbali watoke huko waje kwenye biashara zako. Na ndio maana hata kwenye vitabu vya Biblia, kwenye kitabu cha Isaya anasema Mungu ataamuru Kusi na Sheba kuleta utajiri wako. Maana unapofanya biashara ukimwomba Mungu, Mungu ataamuru tu mataifa kutoka kila eneo kuja kwenye biashara yako. Ndipo pale baraka zako zinapoanza kuinuka. Kwa hiyo tujifunze kujinenea mema ili baraka za Mungu ziwe katika na leo ni siku ya Christmas ambayo Yesu amezaliwa. Yes. Na ni siku njema sana kwa Wakristo, ni siku ambayo ina historia kubwa. Na hebu zungumza sasa na Watanzania juu ya hii siku ya leo. Siku ya leo imebeba ujumbe mkubwa sana, na ni siku ambayo tunaadhimisha kuzaliwa kwa Mwokozi Yesu, kwa Mwokozi wetu ambaye ni Yesu Kristo. Na hii ni ishara ya ukombozi katika kila mwanadamu anayeamini katika Mungu. Kwa mimi nipende tu kusema kupitia makumbusho ya siku ya leo, watu watambue namna ya kutembea katika makusudi ya Mungu, na watu watende yaliyo mema, na watu wawe na upendo baina ya mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine, ili tujenge familia yenye upendo zaidi, na Mungu itamfurahisha sana hiki kitu. Okay. Anyway, sasa ungependa uache na wimbo upi watazamaji wa leo siku ya Christmas, wanapokaa, wanapomaliza kula, wanapokunywa mvinyo, waweze kusikiliza wimbo upi kati ya hizo nyimbo zako mbili? Ningependa kuacha na wimbo wa Najinenea. Jina langu naitwa Peter the Teacher, ni mwimbaji wa nyimbo za Injili kutoka katika kisiwa cha Zanzibar. Na sasa niko Dar es Salaam kwa ajili ya kuhakikisha kile ambacho Mungu ameweka ndani yangu kinasikika kwa wengi. Acha nikupe kapela fupi ambayo itakufanya uwe na kiu ya kunitafuta zaidi. Nyakati ngumu zinapita, kuna magumu yanapita, binadamu wezi badilisha. Sijihukumu nkikosa, wakati wangu tafika, neno jema naleta baraka. Hayawezi kunifika ya wanadamu, ninaye Mungu anayeshinda, najiombea mema, ni Alfa na Omega, anatenda. Asante sana. Asante sana.